Mafundisho ya ukweli. Leo hii tunaangazia wachungaji ni mbwa bubu wasiobweka. Kwa sababu hiyo, wamejiondoa katika mafunzo ya sheria na kujikita kwenye neema. Hali hakuna neema bila utii wa sheria. Tuangazie kitabu cha Isaya 56 mstari wa 10 na 11. Walinzi wake ni vipofu, wote pia hawana maarifa, wote ni mbwa waliobubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Mstari wa 11. Naam, mbwa hao wanachoyo sana, hawashibwi kamwe, na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wote pia wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake toka pande zote. Udhaifu wa watu wengi kuto kujisomea Biblia kumewafanya wengi wakageuka kwa mitaji ya hawa viongozi wa dini. Lakini wenda ukataka kujua ni kitu gani kilichotufikisha hapa? Hebu soma kitabu cha Yeremia 8 na mstari wa 8. Basi mwasemaje, sisi tuna akili na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi? Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu tofauti tofauti. Iko Biblia ya vitabu 66, iko Biblia ya vitabu 73, iko Biblia ya vitabu 88 na iko Biblia ya vitabu zaidi ya 300. Jambo moja kubwa ambalo watu wengi wanashindwa kulielewa, Biblia wanaisema ni kama kitabu cha Mungu, lakini Biblia si kitabu cha Mungu pekee. Katika Biblia kuna mgawanyiko wa makundi yafuatayo: kuna maneno ya Mungu, kuna maneno ya mwana wa Mungu, kuna maneno ya shetani na maneno ya binadamu yameandikwa ndani ya Biblia hiyo hiyo. Je, wenda ungetaka kufahamu tofauti iliyoko kati ya vitabu hivi vya Mungu, vya shetani na mwanadamu? Vitabu vilivyobeba ujumbe wa maneno ya Mungu na maneno ya mwana wa Mungu vyote vimekuwa na mwendelezo. Ukisoma kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya, utaona kuna mwendelezo wa kile kimeandikwa kwenye Agano la Kale, kipo pia kimeandikwa kwenye Agano Jipya. Maneno ya shetani yule aliyekutana na Hawa katika bustani ya Eden sio maneno yale yale aliyoyatumia wakati shetani amepewa ruksa kumjaribu Ayubu, lakini pia sio maneno yale yale ambayo shetani aliyatumia katika kumjaribu Yahusha mwana wa Mungu alipokuwa pale mlimani. Na katika upande mwingine tumesema katika Biblia kuna maneno ya mwanadamu. Maneno ya mwanadamu hayana mwendelezo. Maneno ya mwanadamu anajitaja na kushauri watu wafanye kama aonavyo yeye mwanadamu, sio Mungu wala sio mwana wa Mungu. Katika mafunzo yajayo tutawaonyesha vitabu vipi ni vya Mungu na vipi vya mwanadamu, na vipi ni vya mwana wa Mungu na vipi ni vya shetani. Niwaache na swali moja, na tafadhali mdondoshe majibu kwenye komenti hapo. Nataka kufahamu, je, ipi ilikuwa ni dini ya Adam baada ya kuumbwa katika bustani ya Eden? Ipi ilikuwa ni dini ya Ibrahim? Na ipi ilikuwa ni dini ya Yahusha mwana wa Mungu? Tafadhali lete majibu yako kwenye komenti. Haya ni mafundisho ya ukweli kutoka hapa Tan African TV. Wakati sikujua Yawe, sikuwa nimemfahamu Yawe, likuwa narauka kanisa mapema, ole wangu nikidhani ndiko kuna Yawe. Sikufahamu hayuko huko, sikujua siko aliko. Kanisa ni biashara